Mfahamu Mtakatifu Pakomi Abate. Kila ifikapo Mei 9 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Pakomi Abate. Pakomi alizaliwa mnamo karne ya 3 Tebaida nchini Misri. Wazazi wake walikuwa wapagani. Alipokuwa na umri wa miaka 20, alijiunga na jeshi akawa askari. Siku moja, alikuwa akipita katika mji wa Tebe nchini Misri. Alishangaa kuona jinsi Wakristo walivyowapokea wageni kwa upendo na ukarimu. Baada ya kutafakari, aliona kuwa dini ya Wakristo ni ya kweli, maana inafundisha watu jinsi ya kuwapenda jirani kama nafsi zao wenyewe. Akatamani kubatizwa awe Mkristo. Vita ilipokwisha, alirudi katika nchi yake. Akafundishwa na Palemoni Mkawapweke, akimlea kuwa mtii na mnyenyekevu. Mtakatifu Pakomi anajulikana sana kama mmoja wapo wa walimu bora wa wamonaki. Katika sala na fikra zake, Mungu alimuonyesha kanuni ya kuwapa wanafunzi wake. Alikuwa mwema na mkunjufu kwa rafiki zake na mwenye moyo wa kusamehe, lakini alikuwa thabiti katika jambo lililohusu utii. Kwa maana aliamini kuwa mtu hawezi kuwa monaki mtiifu asipokuwa mtii kwa wakuu wake. Palikuwa na monaki fulani aliyekuwa akishona mikeka miwili kwa siku ili apate kusifiwa na wenzake. Pakomi alimkaripia sana kwa sababu alikuwa akifanya vile visivyoamriwa. Alimpa adhabu kali, akamwamuru kukaa chumbani mwake tu muda wa miezi 2 bila kula kitu kingine chochote kile isipokuwa mkate kidogo na chumvi. Mtakatifu Pakomi alionyesha mfano wa maisha ya kujinyima na kujitesa. Alimaliza miaka 15 bila kulala kitandani, akichukua muda mfupi wa kupumzika akiwa ameketi kwenye jiwe. Maongozi yake kwa wengine yalikuwa kadiri ya uwezo wao, kwa kuwa hakukataa kumpokea yeyote kwa sababu ya umri au udhaifu wake. Alipanga kazi kufuatana na nguvu za mtu. Mara nyingi Pakomi alikuwa msomaji wa masomo kanisani wakati wa ibada, lakini hakutaka kuwa kasisi wala kuomba hata mmoja wa watawa wake apewe daraja hilo, lakini alikuwa tayari kuwapokea mapadre waliotaka kuingia utawani. Alianzisha na kuongoza konventi 2 za watawa wa kike ambazo zilikuwa konventi za kwanza nchini Misri. Dada yake wa kuzaliwa alikuwa katika konventi mojawapo. Pakomi alifariki dunia mnamo mwaka 348. Mpaka kifo chake kulikuwa na wamonaki karibu 3,000 walioishi katika monasteri 9 zilizokuwa chini ya uongozi wake. Mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV, tuangazie mambo makuu 2 tunayojifunza kutokana na maisha ya Mtakatifu Pakomi Abate. Jambo la kwanza, umuhimu wa maisha ya kijumuiya katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mtakatifu Pakomi ndiye mwanzilishi wa maisha ya kitawa ya kijumuiya. Alifundisha watawa kuishi pamoja kwa mshikamano, sala, kazi na nidhamu. Hili linatufundisha kuwa maisha ya Kikristo yanastawi zaidi tunaposhirikiana kwa upendo, umoja na kusaidiana katika safari ya kiroho. Jambo la pili, unyenyekevu na kujinyima kwa ajili ya utakatifu. Alijitolea kuishi maisha ya toba, kazi na sala kwa unyenyekevu mkubwa. Alisisitiza kujinyima anasa za dunia ili kukaribia zaidi moyo wa Mungu. Hili linatufundisha ya kwamba unyenyekevu na kujikana ni njia muhimu ya kukua kiroho na kupata neema ya Mungu. Mtakatifu Pakomi Abate, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.